Natamani nizungumze na wewe juu ya wapo watumishi wa Mungu ambao wamekimbia nchi. Wamekimbia nchi zao leo, wamejificha sehemu. Wamekimbilia katika mataifa mbalimbali. Wengine wameenda nchi za nchi, wengine wameenda Kongo, wengine wameenda Marekani. Kwa sababu ya dhoruba katika taifa, kwa sababu ya dhoruba katika nchi. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yamewafanya wakakimbia kwa lengo la kutafuta namna ya usalama wao juu ya mambo ambayo yanaendelea katika taifa lao. Kwa hiyo wapo ambao wamehama nchi, wamekimbia kwa ajili ya kunusuru maisha yao. Ninajua wapo watumishi wengi mbalimbali. Wapo wakina Mbarikiwa. Mbarikiwa Makipesile naye anaonekana kwamba amefanyaje? Amekimbia mahara ambapo anapokaa, anapopatikana. Kule Mbeya hayupo. Amekimbia, ameenda mafichoni. Lakini pia tunaye mtumishi wa Mungu ambaye nampenda, rafiki yangu Kibigula. Ni mtumishi wa Mungu Kibigula nadhani, ambaye na yeye pia amekimbia taifa, kimbia nchi, amekwenda kutafuta hifadhi nyingine ili kujiponya maisha yake. Sikiliza vizuri. Lakini pia bado kunaye mtumishi wa Mungu mwingine ambaye anaitwa Abiudi. Urafiki yangu na yeye yuko Mbeya, na yeye amekimbia taifa, amekimbia nchi, amekwenda kutafuta namna ya kuokoa maisha yake, usalama wake. Sasa hapa tuna jambo moja ambalo natamani nizungumze, ya kwamba kuna watu ambao wameona jinsi ya watu hao walivyo mtumikia Mungu kwa ujasiri. Katika nyakati zote wamekuwa nambari moja kusimama kwa kukubali jambo lolote litokee kwenye maisha yao. Lakini kwa awamu hii wameonyesha kwao kana kwamba kwa watu wenye imani iliyochanga na isiyokuwa dhabiti, isiyokuwa na ufahamu vizuri, wanahisi kuwa wamekimbia kwa uoga, wameogopa, na wakati wao ni watumishi wa Mungu wanatakiwa kukubaliana na kila kitu kinachowafuata kwenye maisha yao. Na wengine wamesema kwenye mitandao ya kijamii, hawa wameasi imani, hawa sio watumishi wa Mungu, ni watu ambao wanapiga debe tu, lakini mambo ambayo yakiwakuta hawako tayari kuyasimamia. Ni watu ambao hawana imani, misimamo yao ni ya bure, ni misimamo ambayo haina mifumo. Kwa hiyo watu wamezungumza mengi ya kwamba hawa waliokimbia wachungaji sio watu wa Mungu, ni wauni tu, sio watumishi wa Mungu. Na mimi nataka nikuambie, mtu yeyote anayezungumza kukimbia kwa watumishi hawa katika taifa, haimaanishi ya kwamba sio watumishi wa Mungu, haimaanishi ya kwamba hawakuitwa na Bwana, haimaanishi ya kwamba hawakutumwa na Bwana, haimaanishi ya kwamba ni waragai katika huduma zao. Hapana, isipokuwa wamefanya jambo ambalo lipo katika maandiko matakatifu. Wala sio waoga, wala sio watu ambao hawamjui Mungu. Hawajakimbia kwa sababu wanaogopa kufa, hawajakimbia kwa sababu wanaogopa kutekwa, hawajakimbia kwa sababu wanaogopa kufungwa, hawajakimbia kwa sababu wanaogopa kupata matatizo mabaya kwenye maisha yao. Nisikilize mtu wa Mungu, maandiko matakatifu yanaeleza wazi, hawa watu ni majasiri, bado ni watumishi wa Mungu, bado Mungu anawatambua. Sio kwamba wamekimbia kwa sababu ni waoga, isipokuwa wamefanya jambo la kiroho, jambo ambalo inafika hatua mtu wa Mungu lazima ujue, majira haya Roho wa Mungu anaongea na mimi kwa namna gani, nifanye nini ili nivuke kuendelea na safari ya kumtumikia Mungu kabla ya makusudi ya kufa kwangu hayajakamilika. Sitakiwi kufa kabla ya wakati. Ninarudia tena, watu wa Mungu wanapokimbia, haimaanishi kwamba wanaogopa mauti, haimaanishi kwamba wanaogopa magereza, haimaanishi kwamba wanaogopa kutekwa, haimaanishi kwamba wanazungumza vitu wasivyokuwa navyo uhakika, wameasi imani. Haina maana hiyo, haina maana hiyo. Watu wa Mungu lazima mpate kuelewa, haina maana hiyo kwamba watu wanapokimbia nchi, wanapokimbia taifa, wanapokimbia mji, haimaanishi kuwa si watumishi wa Mungu, haimaanishi kwamba hawakupewa ujumbe na Mungu, haimaanishi kwamba si watu ambao wanasimamia imani, ni waasi. Haimaanishi hivyo. Nimezungumza, narudia, kunako Mbarikiwa amekimbia nchi, lakini pia kunako Kibegura na yeye amekimbia nchi, lakini pia kunako mtumishi wa Mungu mwingine Abiudi kule Mbeya, naye amekimbia nchi.
Na hawa watu wote wana makundi ya watu. Hawa watu wote wana washirika, lakini wamekimbia, wamewaacha washirika wao. Sasa watu wameanza kulaumu, hawa ni watumishi wa namna gani? Haimaanishi kwamba mtumishi wa Mungu kukimbia ya kwamba huyu hana roho wa Mungu, ni muongo, hakusimamia imani yake, ameasi. Nisikilize vizuri mtu wa Mungu. Katika Methali 22 na ule mstari wa 3, Biblia inasema hivi: mtu mwenye busara huiona hatari akajificha, bali wajinga huendelea wakaumia. Ninarudia tena, mtu mwenye busara huiona hatari akajificha, bali wajinga huendelea wakaumia. Kwa hiyo kumbe watu wa Mungu hawa ni watu ambao wanapoiona hatari na kusudi la kuendelea hapa duniani kumhubiri Kristo, la kufa kwao halijafika. Bado kazi ya Mungu inahitajika kwao. Hawatakiwi kufa muda huo kabla Mungu hajaamuru wafe. Kwa hiyo ina maana watu hawa wanapoona majira yao ya kufa hayajafika, wanaanza kuikimbia hatari. Wanakikimbia kwanza kifo kisichokuwa cha makusudi ya Mungu. Kwa hiyo wanakikimbia kifo, wanaikimbia hatari mapema. Ndio maana neno la Mungu linasema mtu mwenye busara huiona hatari. Mtu yeyote wa Mungu huiona hatari mbele kabla haijamfikia. Haimaanishi kwamba unapokuwa mtu wa Mungu ukikimbilie kifo. Haimaanishi kwamba unapokuwa mtu wa Mungu ukifate kifo, ufe cha kifo ambacho Mungu hajakiruhusu. Kusudi la Mungu la kutumika duniani halijakamilika. Haina maana hiyo Biblia. Kwa hiyo mtu wa Mungu kukimbia taifa, ikiwa ameonekana ni muhalifu, ikiwa ameonekana sio mtu mzuri, maana yake ni kwamba huyo mtu ameamua kutafuta namna, njia nyingine ya kutuliza upepo ili injili izidi kuendelea mpaka wakati ambapo Mungu ataruhusu mauti iliyotoka kwake imfikie huyo mtu. Lakini zipo mauti ambazo watu wa Mungu wanazikwepa, zisizokuwa za lazima kwenye maisha yao, zisizokusudiwa na Mungu. Wana uwezo wa kuzikwepa, na ndio maana unaona wamekimbia, wamekwenda nchi nyingine, wametafuta usalama wao, wameenda kutafuta namna ya kujiponya. Wamekimbia katika mataifa yao kwa sababu wameonekana waharifu. Na ndivyo itakavyozidi kuendelea katika siku za mwisho. Kadri siku zinavyokwenda, watu watafikia hatua watakwenda kukimbia kwenye mataifa yao kwa sababu ya injili ya kweli. Watu watakwenda nchi nyingine kadri siku zinavyokwenda kwenye dunia yote. Nishakufundisha sana ya masomo kwamba ulimwengu na mifumo ya kiserikali duniani, kuna roho shetani atamwaga, roho zitawaendea wakuu wa nchi duniani, sio kwenye taifa moja. Hivi vitu vyote vinaenda kutokea kwa mataifa. Roho ya unabii nazungumza inaenda kutokea kwa watu, kwa mataifa yote, kwa wakuu wa nchi wa mataifa duniani. Watakuwa na roho zenye mfano wa vyura, roho ambazo zenye kunena machafuko, zenye kuruhusu hatari kwenye mataifa duniani kote, sio kwenye taifa ambalo lilopo. Kwa hiyo roho hizo zitakuwa kinyume na watu wa Mungu kwa sehemu kubwa. Unabii unazungumza. Kwa hiyo watu wote ambao watasimamia haki ya Biblia watakuwa adui wa jamii hiyo, watakuwa adui wa mataifa, watakuwa adui wa watu, watakuwa adui wa walimwengu wa dunia, viongozi wa serikali, yani maofisi mbalimbali watakuwa ni maadui. Hawatakuwa na haki kwenye taifa, wataonekana waharifu katika taifa. Ndivyo maandiko na roho ya unabii inazungumza. Kwa hiyo huu ni unabii ambao nilishafundisha na Biblia imeshafundisha. Kwa hiyo unapoona dalili hizi za watu kuanza kukimbia nchi zao, ni watu wa Mungu wanahama, wanatafuta namna ya kujiponya. Haimaanishi kwamba sio watumishi wa Mungu, haimaanishi kwamba wameasi imani, isipokuwa wametafuta hekima ya kimungu kwamba muda wao wa kufa
haujafika bado, wanatakiwa kuendelea kumhubiri Kristo. Wanapisha hatari ipite, wanapisha upepo upite, ili baadaye waendelee kumhubiri Kristo wao. Kwa hiyo maana neno la Mungu linasema, Methali 22 mstari wa 3 inasema hivi: mtu mwenye busara huiona hatari, hujificha, bali wajinga huendelea wakaumia. Wakati jana ninaelekea kwenda kwenye check-up ya mwili wangu, nilizungumza neno hili, nikakwambia watu wa Mungu katika kipindi hiki, popote pale kwenye taifa lako, dunia yote inaenda kwenye kuchafuka. Sio Tanzania, sio Kongo, sio Marekani, dunia yote inaenda kuwa hakuna amani. Biblia inasema kutakuwepo na dalili machafuko. Kila nchi, nimefundisha mno haya masomo, kila nchi kutakuwa na machafuko. Anasema mengine mtasikia, lakini mengine mengine mtayaona, mengine mtasikia tu. Kwamba yametokea Kongo, yametokea Hispania, yametokea Ureno, kuna mambo ya jenzisi Kenya pale, kuna machafuko pale Kongo, kuna machafuko Rwanda, kuna machafuko labda Tanzania, kuna mapinduzi, kuna maandamano. Haya yote machafuko, kila taifa, yataashiria kurudi kwa Kristo. Lazima yatatokea kila nchi. Kama yatatokea kwenye nchi yako, utasikia nchi fulani, lazima yatatokea. Ni ishara za kurudi kwa Yesu na kutimilifu wa siku za mwisho. Nimekufundisha masomo yangu ya kutosha.